maendeleo ya timu zote za wanawake na wanaume. Kwa kwenye pongezi hizo na maswali kama mawili kama sio matatu. Umezungumzia kuhusiana na kuwepo na video support. Lakini tunajua pia hata VAR iko na changamoto vile vile. Malalamiko yanakuwa ni mengi. Lakini kwetu kuna malalamiko ambayo yanahusiana pia na upangaji wa matokeo, baadhi ya waamuzi na hizi timu, baadhi ya viongozi wanakuwa wakililia mambo ya rushwa, kuingiza kule kupata fedha na vitu kama hivyo. Pengine mpango ukoje? Maana pia tuna maswala pia ya rating ambayo yako hapa. Mpango wa kuondoa hii hali ambayo kwenye ligi ikoje kwa msimamo huu? La pili ni umezungumzia, naongera sana kwa sababu umeboresha maeneo yote Tanga na Kigamboni, lakini swali langu liko hapa kwenye makao makuu ya TFF. Kulikuwa na uwanja hapa wa Karume ambao ulikuwa unatumika kwenye ligi, na katika matumizi hayo kwa baadhi ya ligi chaguo ilikuwa ligi kuu, baadaye kaja vijana na wanawake. Nowadays hakuna kinachotumika, hata mazoezi ya watu wazima pia inabidi kutumia mshangani. Kwa ajili ya maendeleo ya mpira wetu, tunaona ni eneo la biashara. Umetazama kwenye engo gani au kuna mpango gani kulifanya hili eneo kuwa na uwanja ambao unakuwa ni marketable, lakini pia kibiashara zaidi? Tunajua unaweza kujenga maduka kama na hostel na vitu vingine kama hivyo, ikaingiza kipato kikubwa kwenye shirikisho. Swali la tatu pengine pia ikiambatana na maombi yako, kama itakupendeza, shirikisho la mpira wa miguu Tanzania ni shirikisho ambalo linahusiana na jamii kwa ujumla. Huwa mara nyingi kama waandishi wa habari tunapata wakati mgumu sana kupata taarifa kutoka za shirikisho. Wakati mwingine ni taarifa ambazo haziwapendezi sana, lakini ni taarifa ambazo tunaweza kupata majibu ambayo pengine tukasaidia jamii kufahamu kwa upana wake kuhusiana na jambo fulani. Lakini wale ambao pengine wanakusaidia nyuma yako ukiwa kwa mkurugenzi na maeneo tofauti, wamekuwa ni wagumu sana kutoa taarifa, na mwisho siku ni haya ambayo yanaibuka sasa hivi, unapata anazungumzisha au kitu ambacho hakina ufafanuzi zaidi. Kwa mimi ningependekeza pengine kuongea na wakurugenzi wako katika maeneo tofauti kwa active. Umeona kauli yako ya mwanzo kabisa unazungumza hapa kwamba tutakuwa na kila mmoja, kwa sababu sisi ni waandishi wa habari, tunafikiria, tunakuwa na mjadala. Kija kwenu tunashindwa kutokana vikwazo vya kupata ufafanuzi zaidi kuhusiana na masuala kadhaa. Kwa hiyo ningependa kuwepo na semina kwa waandishi wa habari, hasa katika vitu ambavyo pengine tungetaka tujielewe zaidi, ili kuondoa migogoro hii ya ithibati si nini, kwa sababu tunaona kuna migogoro ile kwa kama shirikisho la migogoro na namna hiyo ingesaidia sana kuboresha katika maeneo haya. Kwa hayo mimi nikupongeza sana kwa kazi unayofanya, na mimi nitaendelea sana. Upangaji matokeo, rushwa, betting, siwezi kuongelea. Kama una evidence tuletee, kwa sababu vitu vingine mambo vya kisheria. Kwa sababu mimi siwezi leo hapa nije nizungumzie jambo la upangaji matokeo. Sijui mimi kuna upangaji matokeo, na kama unasema kuna upangaji wa matokeo, ina maana una undergrade ligi yetu kwamba hata huyu bingwa aliyopatikana sio bingwa halali. Kama una hizo evidence zilete, au nenda kwenye vyombo ambavyo vinahusika. Hayo mambo ya kudhania, kusema tu huyu mtu nini kapitwa, huyu kapanga matokeo au nini, please, tutakuwa tunaenda sehemu ambayo sio. Swala la betting tunafanyia kazi, yanazungumzwa kwamba watu wameingia kwenye betting, wanatajwa kwamba kuna wachezaji, kuna makocha na kuna waamuzi. Tumesikia haya, na kuna baadhi ya waamuzi tumepata mpaka taarifa kwamba wana vioski vya betting. Tumewaondoa, hawapo kwenye line hapo. Lakini hao waamuzi tumewaondoa, nyinyi ndio mnakuja huko natumiwa kwenye message, huyu mwamuzi sio kaondolewa sijui nini. Sasa unajua kuna vitu vingine, ili kuwa salama zaidi tunaamua kwamba
huyu apumzike. Sasa utakapotaka taarifa huyu mwamuzi kwa nini kapumzika, Ndimbo yuko hapa akwambie hapana, kwa sababu sasa tumeamua mpira wetu uwe salama, hatuna evidence, kwa hiyo angalau huyu mtu apumzike. Sasa wewe utakaa na maiki yako huko, referee sijui uko nini, nyinyi ndio mnayetuambia, lakini sisi tunaamua apumzike. Kwa hiyo tunakwenda na ndio hayo tunakwenda, ndio mengine si ajabu. Wewe sasa hivi umesema kwamba isibati. Mimi kabla ya kikao hapa nimezungumza mimi kwamba sisi imeletwa mapendekezo, nikasema si ajabu mmewakera hao watu huko, ndio maana wakatuletea huko kanuni na michakato ya kanuni imeenda. Sisi hapa kamati ya utendaji ndio ilikuwa ya mwisho. Jana sisi ndio tumeona hiyo rasimu, jana ndio tumepitia, tukapitisha, tuliona, tukaongeza ambayo tumeona yanahitaji kuongezwa. Kwa hiyo hilo tumeliondoa kwa sababu waandishi ambao walimisbehave tuliripoti, tulipata ushirikiano. Sasa wewe hapa bado unaliuliza sijui isibati, lakini nilishazungumza, au kama umechelewa basi wenzako watakupa taarifa. Mimi nilishalizungumzia, ndio jambo la kwanza ambalo nilizungumzia. Sasa hii rushwa na upangaji matokeo, tutaomba tukimaliza hapa njoo pale uniambie, unipe evidence, nitakusaidia mimi. Sio kwa kukwambia mheshimiwa, kwamba evidence zipo, sio kwamba za kudhibitisha mimi kutoka wadau wa fulani. Sasa nisikilize, hebu kaa Lugano. Kwanza leo nakushukuru, leo umenipongeza kwa sababu kwa nyuma umenigonga sana. Nashukuru leo umenipongeza, Mwenyezi Mungu akubariki, ingawa nilishakusamehe huko nyuma. Nisikilize. Kwa hiyo sisi tunataka, ukisema wadau, we hapo umekuja mwandishi wa habari, sijaita mimi mwakilishi wa wadau, sijui unielewe, sijaita mimi mwakilishi wa wadau, nimeita hapa wewe tuje tusaidizane. Kama wewe unalo la kwako, mimi nitakusapoti, nitakuja na nitakupeleka, tutaenda wewe mimi na mpaka Takukuru bana, huyu atuambie anazo taarifa. Swala la Karume tuna mpango wa kutengeneza hapa, tulikuwa na mpango huu ni wa siku nyingi, tulikuwa tunashirikiana na wadau, lakini pia hati yetu ya hapa ilikwisha muda wake, na wenzetu wa halmashauri ya jiji, nadhani kuna mheshimiwa diwani mmoja ambaye ni mwenyekiti wa mipango miji alitoka hata kwenye vyombo vya habari akasema wanataka watunyang'anye hapa wafanye parking. Nadhani mnafahamu, tusiende mbali zaidi, lakini tunashukuru kwamba hilo jambo, hati yetu nadhani siku mbili hizi tutaichukua. Kwa hiyo tunapokuwa tunaongea, hatuwezi kufanya jambo lolote bila hati, mpaka tuliandikiwa barua kwamba tulete mpango wa hapa Karume. Hapa ni makao makuu yetu, ni uwanja wetu wa Karume, na uwanja ulikuwepo hapa. Unasema wazee walikuwepo, tukishautengeneza wazee hawaruhusiwi waendelee huko ukatoka, ni uwanja huu wa kazi. Kwa hiyo tuna michoro tu, siku sio nyingi tutautengeneza uwanja huu, utatumika sio ligi tu, hata timu ya taifa inaweza kucheza hapa. Lakini pia huku pembeni livyoungua soko la Kariakoo na soko la Mchikichi, tuliwahifadhi. Halmashauri ilituomba tuwahifadhi huko pembeni ili waweze kufanya biashara. Kwa hiyo tutaangalia jinsi gani tunatengeneza michoro ambayo inaendana na eneo hili la CBD, kwamba kunahitajika kitu gani kifanyike bali ya uwanja, na ofisi yetu itakuwepo nzuri hapa. Manake yule mdau alisema tumehamisha ofisi, sasa hivi tuko Kigamboni hapa, sijui panafugwa mbuzi tu. Kwa hiyo ni eneo letu, nataka tutengeneze kitu kizuri na michoro. Baadaye kama naweza nikawaonyesha hata uwanja ambavyo utakavyokuwa. Hiyo michoro mingine ya uwekezaji huku pembeni itategemea na CBD requirement tutafanya, kwa sababu hata sisi tunahitaji pia tuweze kupata kipato ili tuweze kuhudumia vituo vyetu vya Tanga na Kigamboni. Kwa hiyo Karume lipo hapa. Hilo nyingine kwamba hampewi taarifa, tatizo mna haraka sana. Naweza kuwa mmeshasikia huko utetesi kwa wadau, mnakuja sema nataka Ndimbo hawajibu. Hapana, tuna utaratibu sisi wa kutoa press zetu.
Ndugu yangu hayo, siku moja aliniuliza kitu, nikamwambia wewe bwacha kiherehere, hilo jambo bado. Unakumbuka nilikwambia hivi? Bado jambo halijafika, likifika muda wake. Alafu hii ni taasisi, sio kila kitu cha taasisi kisemwe. Sio kila kitu cha taasisi kisemwe, kuna muda lazima usemwe, sio tu hapa mtu azunguke. Kwa hiyo utaratibu upo, na nimesema mimi basi binafsi, unaweza ukanipigia simu tu kaniuliza, bora unirekodi, nitakwambia tu kukupa mwongozo. Ukienda pale unaweza ukazungumza, ukaonekana maoni yako, watu wakakuona bingwa, unajua mambo mengi, kumbe nimekwambia mimi, wala sio mimi. Ili uzungumze tu vizuri, ili usionekane leo umezungumza kesho ukazungumza kitu tofauti. Na nawaambia kama kuna jambo niulizeni, nikiwa nitakufafanulia, lakini usinikoti, nikupe tu ufafanuzi ili uweze kuzungumza hata unapojadiliana na wenzako pale studio, wewe uonekane kwamba ndio bora. Lakini tayari mshatoa huko afu uje hapa ili wala hatushindani hapa kwamba umezungumza hiki tunashindana, wala hatuko kwenye kesi, ni kufanya kitu kwa utaratibu. Hii ni taasisi, ndio maana itakapofika siku inahitajika kutoa press release itatolewa. Siku inahitaji aongee Ndimbo mwenyewe, aongee kocha mwenyewe, aongee nini mwenyewe, zungumza. Na kuna mtu katoa habari ya Clara sijui na Winfried na Gerard. Sisi wote na Watanzania tunataka wakacheze wale washinde, lakini kama wana matatizo watacheza, au kama mtu anaumwa atacheza. Alafu mambo mengine sio kwamba kila kitu tu kizungumzo. Nazungumza kila kitu. Mbona nyumbani kwenu hamji kutuambia hapa sisi? Hii nayo ni taasisi na mambo yake ya barazani na ndani. Kwa hiyo lazima tupate heshima hiyo. Sawa jamani? Swali lingine ilikuwa ni kwa Dickson, alafu kuna Nasibu, alafu kuna Chisano. Kwanza na Dickson. Naitwa Dickson Masanga kutoka Club. Naomba mnaouliza tuzunguke huko. Swali langu kwa Mr. Wallace Karia kwamba lini TFF italazimisha klabu kuwa na bima za afya za wachezaji? Kuona mara kadhaa wachezaji wanaumia, alafu mwisho wa siku wanajia wenyewe na mwisho wa siku zinahatarisha maisha yao ya wachezaji. Lakini swali langu nyingine ni kwamba nakupongeza kwa nguvu yako unayoweka kwa timu ya wanawake ya Twiga Stars na timu nyingine za wanawake, lakini nguvu hiyo ikiongezwa zaidi inawezekana Twiga Stars wakaja na matokeo bora zaidi kuliko timu nyingine ambazo tulikuwa nazo. Kwa hiyo kwa kiasi gani TFF tutaongeza nguvu kwa timu za wanawake, siku moja inaweza tukashuhudia ubingwa wa Afrika au kombe la dunia unakuja Tanzania kupitia timu za wanawake. Asante. Jana kwenye kanuni mojawapo ambayo hiyo kanuni ipo ni bima za afya. Hiyo kanuni vilabu vilikuwa na udanganyifu. Kwa hiyo tumeweka sheria kwamba lazima zile cover note za insurance ziletwe na zikahakikiwe, na zikiwa za udanganyifu tutachukua hatua. Nadhani kuna faini kama sio milioni 50, lakini pia na hiyo klabu haitaruhusiwa kuchezesha wachezaji kama hawana bima ambayo iko hai. Sawa, hiyo ni kanuni ipo siku zote, lakini vilabu vilikuwa havitekelezi. Hiyo ipo. Swala la kuongeza nguvu, sasa si nguvu gani bwana? Si nguvu, tunaweka nguvu kubwa tu na ndio maana tunafanikiwa hivyo. Sasa nguvu sasa sijui ni nguvu ya kucheza kwamba tuongeze timu, wachezaji wetu ndio wao wa Tanzania. Na tumeita mpaka wanaocheza nje wako hapa. Nguvu kambi tunazihudumia, tunazihudumia, na ndio maana timu iko huko, na ndio maana timu ina qualify AFCON. Na ndio maana najua mimi Jose ameniambia inaenda kombe la dunia. Sasa sijui nguvu ipi nyingine, lakini tutajitahidi. Tusema tu waombe wadau waje, ligi ya wanawake nayo ni ligi, waje waidhamini. Sawa jamani?
ndio labda nguvu hiyo, useme tuwaombe wadau. Tuendelee. Kwanza niongeze wote kwa maendeleo kwa wakifanya kwenye mpira, lakini swali langu linatokana na moja ulioelezea umuhimu wa kuwa na vituo vya nguvu vijana, itatusaidia kupata vijana wenye uwezo. Nafasi ya wawekezaji kuwekeza kwenye miundombinu ya mpira wa vijana ikoje? Tumeona tumesaidia ligi imepanda thamani kwa sababu ya wadhamini wamekuwa wengi. Tumeona kwenye kombe la FA pia, tumeona hata kwenye baadhi ya matukio makubwa na ya hodhi kutokana na ushirikiano wenu nyinyi na baadhi ya wadau. Nafasi ya wawekezaji ikoje kuwekeza kwenye miundombinu ili tuweze kuaccommodate vijana wengi kwenye taifa letu kwa ajili ya kuboresha timu za vijana? Jamani, nafasi ya kuboresha miundombinu, mimi nilikuwa natamani kila mkoa ungekuwa na kituo kama cha Tanga na Kigamboni, lakini sina huo uwezo. Na nashukuru waziri wetu amesema serikali inaangalia, lakini pia serikali imepitisha kuna shule 56 zile za michezo kila mkoa kwa huku Tanzania bara, kwamba 56, kwamba moja itakuwa ya msingi, moja ya sekondari kwa ajili ya michezo. Lakini pia labda tumeona mazungumzo yanazungumzwa kwamba kuna kitu Rais Infantino anafanya kwamba kinaweza kikatuongezea, kama kikipitishwa kitatuongezea ile hela wanayotupa zaidi ya mara 2, basi tutaangalia jinsi gani ya kuweka hiyo vituo. Lakini kwa sisi hapa ndio tumefika kwa nguvu yetu, tena hapa tumeenda asilimia zaidi ya 100 ndio tumefanya hivyo. Lakini ndio maana tunazungumza na serikali ya Shinyanga kuhusu kupata ile Kahama pale Buzwagi, lakini pia upande wa Zanzibar kule miundombinu iko vizuri, iko mizuri kabisa, na ndio maana hata FIFA wamevutiwa kuweza kuanzisha TDS nyingine. Kwa huku Waziri Makonde alisema anataka kila kanda wajenge hizo technical center, lakini pia serikali inajenga chuo kikuu cha Malia, kile kitakuwa na miundombinu ambayo itakuwa ni rafiki na mchezo wa mpira ipo. Lakini sisi tunazungumzia ambayo tunavisimamia sisi, kwa sababu ile huwezi kujua management ya wizara yenyewe itaangalia itakuwa na picha kwa upande gani. Kwa hiyo tutajitahidi kila tunapofanikiwa kuweza kuongeza. Naitwa Nasibu Mkoma na tokea Cloud Media. Kwanza kabla sijauliza swali niongeze rais wa TFF na mjumbe wa ESCOM wa shirikisho la soka CAF kwa kazi kubwa ambayo ulifanya hasa kwenye vituo hivi ambavyo vimezungumzia vituo vya TDS, kwa sababu tumefika mpaka fainali ya AFCON kwa vijana, lakini ukiangalia vijana wengi ambao wamecheza kwenye yale mashindano ni vijana ambao wanatokea miongoni mwao ni vijana ambao wewe kama rais unahakikisha wanacheza mpira, lakini pia wanapata ile elimu ya kidunia kwa maana ya kuwasomesha katika shule mbalimbali. Lakini mimi na maswali mengi, lakini ndio niulize mawili. Swali la kwanza, tunafahamu licha ya serikali kwamba wao wana nafasi kubwa kwenye namna ambavyo wanaweza kuboresha miundombinu na miundombinu ambayo iko tayari kwa ajili ya AFCON, lakini wewe ndio ukiunganishi kama rais ya kwa TFF, kwa sababu ndio mwanachama wa CAF. Pengine maendeleo, kitazama maendeleo ya miundombinu na namna ambavyo sisi tuko tayari kwa ajili ya mashindano ya AFCON kwa vipi, lakini pia wewe pia ndio mwenye timu. Watu wanatazama zaidi kwenye maendeleo ya miundombinu kwa maana ya kuboresha miundombinu, lakini bado hakutengenezi timu nzuri. Pengine mikakati yako ni hivi kuhakikisha pia unamsaidia Mwalimu Gamondi kuhakikisha kwamba atakapofika 2027 tuwe na timu ambayo inakwenda kushindana, tusiwe na timu ambayo sisi kama wenyewe tunakwenda kushiriki bali kushindana. Lakini swali langu la pili ni kuhusiana na tuzo za TFF. Swali ambalo na kukutana na wadau, swali ambao wanajiuliza sana, hata mimi pia nilitamani pia kupata majibu kutoka kwako, nini ambacho kinakwamisha msimu wao msimu wa pili hazifanyiki tuzo za TFF. Nimeshakusikiliza mara kadhaa kwa mafanio mahojiano sehemu kusema
kwamba changamoto zipo, lakini pia ukashauri kusema kama kwa sababu tuzo zitatia kwa zina combine vipengele mbalimbali na zinagusa sehemu mbalimbali. Kama sisi wadau sasa tunatamani zaidi pengine tuanze kutaka kumfahamu sijui kipa bora wa msimu wa ligi wa nini, basi tuwaambie kwenye ligi waanzishe tuzo zao, lakini wewe ndio mlezi pia wa bodi ya ligi, pengine mchakato uko vipi, pengine labda hata msimu kabla hujaanza ama utakapoanza katikati kupata hizo tuzo za TFF ili kujua waliofanya vizuri basi hata wapate zawadi kwa kile ambacho kimefanya kwa msimu. AFCON umezungumzia miundombinu. AFCON tuko tayari, ingawa AFCON mzungumzaji wa kuhusu tayari wa Tanzania, katibu mkuu anatoa taarifa mara kwa mara, na mimi wenyeji ni serikali, mimi niko federation, lakini kama walivyosema mimi niko CAF. Kwa hiyo ni vizuri haya kuhusu timu, mwalimu analeta programu yake na programu yake tumeshaipokea na tumeshaiwasilisha serikalini, na yote ambayo ameanani nadhani atapata jinsi ya programu yake alivyoleta. Atafanya nini ni yeye anaweza kuzungumza, mimi siwezi kuzungumzia habari ya timu, sio mtaalamu. Kwa hiyo hiyo AFCON imekwisha. Kuhusu tunzo mwaka jana hatukuweza kufanya, kulikuwa na changamoto, nimeshazizungumzia, siwezi kuzirudia, lakini hizo tunzo zenu mnazotaka ligi kisha tuzifanyike. Unajua sisi ndio tunaozitayarisha hizi tunzo. Kwa mfano tunzo za FIFA zitafanyika baadaye, tunzo za CAF zinafanyika Januari kila mwaka, na hazizungumzii hazizungumzii kwamba imeisha Champion League, Confederation, AFCON, tunzo siku hiyo zikae. Kwa hiyo nimesema kwamba sisi tunzo za msimu ulioisha tutazifanya, itakuwa aidha Disemba au Januari, lakini uwezekano ni Disemba. Sasa hivi tunazungumza na potential sponsors tuweze kuzifanya, mtawajua hao mnaowataka. Kusema kwamba nimezungumza yule alinitania, nikamwambia, ananiambia sitaka washindi wa ligi. Niambia washindi wa ligi kishapatikana, bingwa mnamjua na mfungaji wa magoli mnamjua. Sasa mimi tuzo zangu za TFF nakwenda mpaka hata walio perform kwenye timu za taifa. Kwa hiyo ni tunzo za TFF ambazo muda wangu wa kufanya sisi TFF tumeona kwamba tufanye kipindi hicho ili kuondoa. Mwanzoni tulikuwa nataka tuarizishe, lakini tulifanya kosa kuarizisha. Tulitaka tukimaliza siku tunamaliza tunacheza, ilikuwa ni FA au ngao ya jamii, FA tunataka tumalize hapo hapo. Sasa tukaona kwamba nazo zina changamoto zake, kwa hiyo tutapanga, na ikipangwa hiyo kama ni Disemba au Januari itakuwa ni kipindi hicho siku zote. Sasa bodi umeshasema nini, sisi ndio tunatengeneza kanuni. Bodi kazi yao kutayarisha ligi nini. Sasa tukawapa tena kazi ya tunzo, washatoa bingwa, washampa kombe lake na FA. Kwa hiyo hizo tunzo mimi nadhani mjadala wa tunzo tuuache tu, tushawaambia kwamba tutazifanya Disemba au Januari, lakini uwezekano mkubwa Disemba. Majina naitwa Leonard Kodobore ya Dele. Kwanza naona nimefundishiwa kwa sababu maswali kama manne, lakini nitauliza moja tu. Kwanza napongeza kama